Sasa wakati ambao tunaendelea kuingoja episodi ya 40 na 41 ya mzigo huu safi kabisa wa kuitwa Mtoto wa Ajabu, yako mambo ambayo natakiwa nikufahamishe ya msingi sana, ambayo lazima uyatie akilini huku ukiendelea kuufuatilia mzigo huu safi kabisa. Lakini kabla hatujafika mbali sana na hatujasonga, basi nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, basi bonyeza sasa neno subscribe, neno lililopo pembeni chini ya video hii hapa hivi, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila episodi mpya pamoja na kila notification. Sasa ili usipitwe na notification zote, basi bonyeza tu hiyo alama ya kengele inayojitokeza mara baada ya kusubscribe. Yes. Sasa kuna mengi ambayo bado hujayagundua vizuri, lakini niko hapa kukufahamisha na kukuelezea kinaga ubaga. Na moja kati ya jambo ambalo ninaamini ulikuwa haujalijua vizuri ni vile ambavyo binti wa kuitwa hulijui vizuri, nadhani ni hili ambalo linamhusu bidada wa kuitwa Na moja kati ya jambo ambalo ulikuwa hulifahamu vizuri, nadhani ni lile ambalo linamhusu Jenita. Jenita ambaye mara zote ameendelea kuwa karibu zaidi na binti ambaye mara zote amekuwa akimtesa sana Baby Supu, ambaye ni huyu anayeishi naye, lakini ni vile tu Waswahili wanasema anaishi naye kimangoto, lakini hamkubali kabisa. Na huyu kindege ambaye anashirikiana na huyu shoga yake katika kutekeleza majambo yao ambayo of course ni majambo ya kumuumiza tu Baby Supu. Na kitu ambacho unatakiwa ujue ni kwamba siku zote wema huwa wanazungukwa na wema wa Mungu, hawategemei kulindwa na nguvu za kibinadamu. Na ndio maana binti huyu wa ajabu Baby Supu yuko na nguvu za ziada ambazo hazitegemei kumlinda binafsi. Na ndio maana licha ya kuishi pale kwa kuhifadhiwa na ni kama vile ameokotwa, lakini bado anapitia manyanyaso na anapitia magumu. Lakini katika hayo magumu yako mambo ambayo ni asiri sana hauyafahamu kumuhusu huyu binti. Na naomba nikuhakikishia kwamba huyu binti kwa namna moja ama nyingine ni mtoto halisi kabisa wa Beni Shizzo mwenyewe, ambaye alimwokota na kumuhifadhi. Lakini yale ambayo anaendelea kuyapitia, yale ambayo anaendelea kufanyiwa na Jenita, ambaye naye ana siri yake nzito. Kama unavyofahamu, Jenita ni mshirikina, yani anajihusisha na shirki, akishirikiana na Sofia shoga yake. Na kumbe hata vile ambavyo anashirikiana na huyu shoga yake, bado hayupo naye bega kwa bega kabisa. Kindege ambaye anaamini yuko bega kwa bega na Jenita, lakini lazima ujue ya kwamba kikulacho kingoni mwako. Na mbaya zaidi ni kwamba yeye anajiaminisha, lakini kumbe anatumiwa. Na wivu mkubwa ambayo yuko nao Jenita ni kwamba hata Jenita naye anamwonea wivu kindege kuendelea kuishi na Beni. Anatamani hiyo nafasi aishike yeye, na ndio maana kwa chini anajaribu kuendelea kumpitisha katika njia ambazo hazifai, alimradi tu aweze kupotea kabisa. Na ni vile ambavyo wamekwisha kugundua ya kwamba huyu kindege ana roho mbaya. Sasa kupitia hiyo roho yao mbaya, basi ndiyo ambayo wataitumia kuweza kuyatimiza majambo yao. Sasa ninadhani yako mengi sana ambayo unatakiwa kuyafahamu, lakini jambo tu kubwa ambalo unatakiwa kulifahamu lililopo ndani ya mtima ama moyo wa Beni Shizzo ni kwamba mpaka sasa hivi yuko mwanamke mwingine kabisa ambaye anauzunguka moyo wake, na huyu nadhani unaweza ukamkadilia, si mwingine bali ni Janeti ambaye tangu ameanza kuwa karibu na Beni, licha kwamba anamfanyia kazi, lakini huyu anajaribu kuonesha tabia ambazo Beni anazikubali. Ushirikiano wake kazini pamoja na vile ambavyo anaonesha kumjali Baby Supu ndio vitu ambavyo vinaendelea kumfanya Beni azidi kumpenda na kuzidi kumwamini sana. Sasa kwa jinsi ambavyo tunaendelea kuona ya kwamba anaendelea kuwa mtu wa karibu kabisa na familia hii, binafsi natamani aendelee kuwa karibu vivyo hivyo, kiasi ambacho mpaka ifikia wakati Beni aone haja ya kuweza kumweka ndani.
Kama wewe pia shabiki, hayo ndiyo mawazo yako, basi tuandikie kwenye comment section. Lakini pia tisha zaidi kwa kusubscribe kama bado hujasubscribe, pamoja na kulike video hii hapa hivi, bila kusahau kubofya hiyo alama ya kengele.